Na mpenzi mtazamaji wa chetu hii ya YouTube ya 5 Media, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment ili uweze kupata notification pamoja na update mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na taarifa kubwa kuliko ni kuhusiana ile ambayo inahusu hali ya kisiasa nchini Tanzania, ambapo kuelekea siku ya kesho Oktoba 29 uchaguzi mkuu unatarajiwa kuweza kufanyika, ambapo wananchi watakuwa na haki ya kuweza kupiga kura kuchagua madiwani, wabunge pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia kwa upande wa visiwani Zanzibar, hali inategemewa kuwa hivyo kwa siku mbili, ambapo leo ikianza kula ya maoni. Mengi kimekuwa kiruka kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na namna mambo ambavyo yataendelea kuwa na namna ambavyo wananchi wameendelea kujipanga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaendelea kufanya vizuri ili kutumia haki yao kikatiba kuweza kumchagua rais wanayemtaka. Sasa unaambiwa pia kumekuwa na taarifa mbalimbali kutoka jeshi la polisi. Kwa mfano taarifa ambayo inakuwa zikizungumzia kwamba hali ya usalama zimeimarishwa zaidi kuelekea uchaguzi huu wa mwaka 2025. Basi pia kumekuwa na taarifa pia kuhusiana na jeshi la polisi kudhibitisha kumshikilia Niffer, wataja makosa aliyofanya. Baada ya jeshi la polisi kudhibitisha jioni hii kuwa inamshikilia mfanyabiashara Niffer Jovin Niffer, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mlilo amemtaja tuhuma zinazomkabili mfanyabiashara huyo mwenye ushawishi mkubwa kwenye mitandao ya kijamii, ikiwa ni pamoja kutuhumiwa kujihusisha na uhamasishaji watu kufanya fujo siku ya kupiga kura. Pia kumekuwa na mambo mbalimbali ambayo pia yamekuwa yakielezwa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini kamanda huyo ameweza kudhibitisha kwamba kwenye mahojiano na mwandishi Pasco Mwakayoma wa IOTV, Mulilo alisema tuhuma nyingine ni tuhuma za kuhamasisha watu kuchoma moto vituo vya mafuta. Anatuhumiwa pia kuandaa genge kwa shambulia maafisa polisi na vitendo vingine vya vurugu kwa ajili njia ya mitandao na njia nyingine mbalimbali ambazo tutatoa ushahidi wake mahakamani, kwa sababu hizo bado tunatafuatilia. Amekamatwa na jeshi la polisi na anahojiwa. Kwa baada ya polisi kusema hivyo, pia kumekuwa na taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Ulinzi na usalama waimarishwa huko Mbeya, ambapo serikali imeweza kueleza kwamba ulinzi na usalama unazidi kuimarishwa huko maeneo ya Mbeya. Akizungumza mara baada tu ya kufanya doria za magari, miguu na mbwa wa polisi kuzunguka maeneo mbalimbali ya jiji la Mbeya, kamanda wa polisi mkoani humo, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Benjamin Kazaga amewataka wananchi kujitokeza siku ya Jumatano Oktoba 29 kwa ajili ya kuweza kuchagua rais, wabunge pamoja na diwani wanayemtaka. Aidha, ameendelea kuhimiza kwamba vijana wanatakiwa kuendelea kufanya vizuri katika kuhakikisha kwamba wanamchagua yule ambaye anamhitaji. Wakati huo Mulilo aonya wanaopanga kufanya vurugu ndani ya Dar es Salaam. Kamanda polisi jeshi la polisi kanda maalum wa Dar es Salaam Jumanne Mlilo ameonya watu wote wanaopanga kuratibu ama kutaka kushiriki kwenye uvujifu wa amani, ikiwemo kufanya vurugu za maandamano Oktoba 29, akisema jeshi hilo limekula kiapo kulinda nchi pamoja na raia na mali zao. Kamanda Mlilo ametoa kauli hiyo Ijumaa Oktoba 24 alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari. Alikuwa akizungumza katika kongamano ambalo lilifanyika katika Ubungo Plaza, akiwashirikisha wanafunzi wa shule za sekondari, vyuo vikuu, akiwataka pia vijana kuwa angalifu na kutafakari kuhusu misukumo na miemuko yao kulingana na aina ya makundi ama watu wanaoambatana nao katika maeneo mbalimbali. Kamanda Mulilo amewataka wananchi kuwa na tahadhari zaidi kuelekea kipindi hiki cha uchaguzi. Nini maoni yako? Subscribe, kulike pamoja na kucomment. Bye tena mpaka wakati mwingine, mimi sina lazima.